Luke Stats, Sport Next Level. Sasa niungane na mzee wa data. Mzee wa data kwema? Mwenyezi Mungu ajalie kheri, mimi mzima, hofu kwako. Mimi niko salama kabisa. Basi ni kheri. Sawa. Mzee wa data, nadhani haya yanayozungumzwa kuhusu Aziz Ki mwamba wa Gadugu. Sasa kama ni ukweli anaondoka Young Africans na anaenda huko Wydad Casablanca. Natamani tuzungumzie hili deal lenyewe tu kwanza. Kuondoka kwake ina faida gani kwa Young Africans? Kama kweli dili hili linalozungumzwa linakuwa hivyo, maana kama ulivyotoka kuzungumza ni kwamba vyanzo vya uhakika vinathibitisha kwamba Aziz Ki he's on the verge of leaving Yanga. Yani yuko mbioni kabisa kwenye ncha kuondoka Yanga. Ni kwamba zipo faida zitapatikana kwa Yanga. Moja wapo ni biashara. Unajua hizi klabu hizi kubwa kubwa kama Yanga, timu kama Wydad, kama Kaizer Chiefs, Orlando, Manchester United, Barcelona, Simba, Azam na nyinginezo huwa zinafanya biashara pia. Na biashara ya klabu moja wapo ni wachezaji kununua na kuuza. Ni sehemu ya majukumu yao katika kusurvive, katika kuishi, katika kudumu, katika kufanya taasisi ziwe kama taasisi. Kwa sababu hiyo, Stefan Aziz Ki miongoni mwa wachezaji nyota Yanga, ikifikia mahala Yanga chini ya uongozi wa Engineer Hersi Said, rais, makamu wake Arafat Haji, ukiona mpaka wamekubali mchezaji kumuuza, maki kuna kitu ambacho Yanga wanakwenda kuingiza ambacho kinaweza kuwawezesha. Kwa mfano, kama ulinunua 10, umeuza 100, sikuna 90 hapa imeongezeka. Hii 90 itakuwezesha kwenda tena sokoni kutafuta mchezaji wa thamani kubwa mwenye uwezo mkubwa kama yule, mchezaji potential, ili mwisho wa siku baadaye uje kufanya biashara. Ingawa tusisahau kwamba malengo makuu ya klabu ni pamoja na performance, ufanisi uwanjani. Nini malengo ya klabu katika michuano mbalimbali? Unapozungumza Yanga unazungumzia ligi kuu Tanzania bara, unazungumza kombe la shirikisho, unazungumza michuano ya klabu ya CAF, yani ile ya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika na kadhalika. Lakini zinakuja swala la biashara. Kwa hiyo Yanga kwa vyovyote vile, Stefan Aziz Ki akiondoka, mimi naamini kwa uendeshaji wa kisasa wa klabu ya Yanga haiwezi kuwa bure bure. Kama taasisi itavuna kiasi kikubwa cha fedha ambacho kitawezesha katika kutimiza malengo yao mengine ya klabu kwa msimu wa 2024-25 na kuelekea 25-26. Hilo la kwanza. Lakini la pili, maana inatajwa klabu hii ni Wydad Casablanca. Wydad Casablanca ni miongoni mwa klabu ambazo zinakwenda kushiriki michuano ya FIFA ya klabu ya dunia itakayofanyika Marekani. Michuano hii inaanza Juni 25. Juni 15 mwezi ujao. Sasa kule Stefan Aziz Ki, kama ilivyo kwa wachezaji wa klabu nyingine kama Al Ahly, kama Esperance de Tunis na Mamelodi ambazo ndizo zinapeperusha bendera ya Afrika katika michuano ya klabu ya FIFA ya dunia ambayo imeboreshwa hivi karibuni, kuna timu 32. Maana yake ni jukwaa la kujiuza. Dunia nzima jicho litakuwa linatazama pale. Wanapotazama Wydad Casablanca, maana yake kuna Selemani Mwalimu Mtanzania, kuna Stefan Aziz Ki raia wa Burkina Faso aliyetoka Yanga ya Tanzania. Ikitokea kwa mfano Stefan Aziz Ki kaonyesha kiwango bora, watu wataanza kujiuliza anatoka wapi Yanga. Kuna uwezekano akafungua fursa kwa wachezaji wengine waliopo Yanga na waliopo nchini kwamba kumbe kuna vipaji vya aina. Stefan Aziz Ki vipo katika ligi bora, miongoni mwa ligi bora 10 barani Afrika. Ligi kuu Tanzania bara ni ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika. Watakuja wengi, mascout watatoa fursa kwa vijana wa Kitanzania wenye kupiga mpira wapate fursa zaidi kupitia mlango ambao bila shaka utafunguliwa na Stefan Aziz Ki pindi biashara hii ikifanyika. Tusije tukashangaa wewe Chris, najua unajua kuubonda, ukarudi kwenye uwezo wako leo kucheza mpira. Mimi najua wewe ni golikipa. Ni kweli kabisa. Basi kwa sababu umri unakuruhusu, siku moja nawe ukaja ukafika mbali kwa ajili ya manufaa ya taifa. Yote itatokana na Stefan Aziz Ki. Nimekutaja wewe kama mfano, usijipe ujiko sana. Nashukuru sana. Umeshaona? Lakini pia winga hapa, si unajua? Kweli? Winga flanks zote. Umeshaona? Kama nani Tanzania hii? Kimsingi tu hiyo baki sasa hivi ni kwenye veterani. Lakini by then nilikuwa winga mzuri sana. Wapo wanaofahamu nadhani watacomment kama wanako. Lakini kwa ufupi tu ni kwamba Stefan Aziz Ki kwa haraka ni biashara kwa klabu, kwa sababu umezungumzia faida, mimi nazungumzia chanya. Wataingiza pesa ambazo zitawezesha kutimiza malengo ya klabu, lakini wakati huo kama anafanikiwa kwenda kucheza katika michuano ya dunia ya klabu, maana yake ni anaweza kafungua mlango kwa wachezaji wengine kutoka Afrika, kutoka Tanzania, wakapata fursa zaidi kwenye majukwaa ya kimataifa na hivyo kujiingizia kipato na mwisho wa siku kurejesha nchini kwa maendeleo yetu.
Sawa. Sasa mzee wa data, tumezungumzia faida hizo, biashara inakwenda kufanyika na namna ambavyo Yanga inakwenda kujitangaza kuhusu mchezaji Aziz Ki Stefan. Hapa nataka nizungumzie nikitazama Aziz Ki tangu amejiunga na Young Africans, amecheza mpira kwa mafanikio makubwa kweli. Ukiangalia mataji mbalimbali, alisha kuingia hadi finali ya shirikisho na akiwafunga Club African, lakini mambo mengine ambayo ameyafanya Young Africans. Sasa mimi natamani pia tuzungumzie pia hapo Hans ya Young Africans kwa Aziz Ki, kitu gani ambacho watakimisi hapa? Mengine tufanye ni past, tuzungumzie kwanza yaliyopo kwa sasa, ambapo pia tunajua Yanga ana finali ya shirikisho, lakini pia Yanga anaongoza ligi msimu huu. Miongoni mwa wachezaji ambao wamehusika kwenye kupachika magoli ni pamoja na Aziz Ki pamoja na assist pia. Stefan Aziz Ki kwa msimu huu umeliweka vizuri kwamba ni dili na msimu huu. Maana tukianza kuyaformua ya nyuma hapa, wewe umegusia na mimi, hebu nigusie kidogo. Amewezesha Yanga kutoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita, yeye akiwa ndo mfungaji bora, yeye akiwa ndiye mchezaji bora, lakini msimu uliopita alisaidia Yanga kufika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika baada ya kuwafunga Club African kama tunakumbuka vizuri. Club African wakaingia katika hatua ya makundi. Marumo Gallants kwenye hatua ya nusu finali. Wakaingia finali wakicheza dhidi ya USM Alger. Lakini aliyeipeleka makundi, bao lile lilofungwa na Stefan Aziz Ki kwenye uwanja wa Rades kule Tunisia, ni miongoni mwa kumbukumbu ambazo Yanga watabaki nazo. Lakini mwisho wa siku katika kufanya kwake mazuri, Yanga hawa wakamwezesha kama familia, akawa shemeji yetu. Ni kweli. Akamrasimisha rasmi Hamisa Mobeto, atuache kulizungumza hilo la kijamii. Lakini kwenye eneo la kuchezea kwa msimu huu, ligi kuu Tanzania bara, Yanga inafukuzia taji lake la 4 mfululizo la ligi kuu Tanzania bara. Misimu 3 iliyopita imelitwaa. Kati ya hayo misimu hiyo 3 iliyopita, yeye alishiriki katika kutwaa mara 2 nafikiri. Msimu wa 22-23, 23-24. Sasa Stefan Aziz Ki kwenye msimu huu Yanga mpaka sasa amecheza mechi 27. Tunatambua vizuri. Kwenye mechi 27 yeye amecheza mechi 25. Hapa inakuonyesha namna gani game involvement, kuhusika kwake kwenye mechi kumekuwa kwa kiwango cha juu. Kati ya mechi 27 anacheza 25. Halafu kacheza dakika 1632. Halafu akiwa uwanjani hachezi tu bure bure, mradi awepo, amepiga mashuti 59. Ndiye mchezaji anaongoza kupiga mashuti ndani ya Yanga, lakini pia ni mchezaji namba 2 ndani ya Yanga kupiga mashuti mengi katika ligi kuu. Yaani katika ligi nzima, ndani ya Yanga yeye namba 1. Katika ligi yeye ni namba 2. Kwa sababu katika ligi namba 1 ni Jashau, amepiga mashuti 61. Stefan Aziz Ki amepiga mashuti 59, ndiye namba 2 kwa kupiga mashuti mengi. Kwa mashuti 59, 28 yamelenga shabaha, ambapo hapa unapata kitu kinaitwa shooting accuracy ya 47%. Kumbuka katika ligi kuu Tanzania bara Yanga imepiga mashuti 311 mpaka sasa kwa mechi 27 walizocheza. Mashuti 175 yamelenga lango. Yale mashuti 311 Aziz Ki amepiga mashuti 59. Halafu katika 59, 28 yamelenga shabaha. Amefunga mabao 9, ametoa assist 6. 7. Kwa hiyo amechangia mabao 16 kwa maana ya assist zake 7, pasi za mabao. Halafu mabao aliyofunga 9, amechangia mabao 16 kati ya yale mabao 71 waliofunga Yanga katika ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa. Unaweza kuona umuhimu wake kiasi ya kwamba Yanga ipo kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ikiwa na pointi 73, inafukuzia taji la 4, iko mbioni kulitwaa endapo mambo yao yatakwenda vizuri katika mechi zilizosalia. Kwa hiyo unaweza kuona umuhimu wake. Hapa nimezungumzia ligi kuu Tanzania bara. Lakini kwenye kombe la shirikisho, Yanga wametoa kombe la shirikisho mara 3 mfululizo. Yaani wakati wanatoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara mara 3 mfululizo, kombe la shirikisho pia wamelitoa mara 3 mfululizo. Msimu huu hapa tunapozungumza wako finali. Sasa Stefan Aziz Ki kwenye mechi walizocheza mpaka sasa Yanga ameshacheza mechi 5. Kabla ya mechi ya 5 ambayo ni ya nusu finali waliocheza dhidi ya JKT Tanzania kwenye uwanja Mkwakwani jijini Tanga na kushinda 2-0. Zile mechi 4 zilizopita zote yeye alicheza. Sawa. Alicheza mechi hizo 4 kwa dakika 162. Kwenye dakika hizi 162 Stefan Aziz Ki akawa amepiga mashuti 14, 7 amelenga lango, akawa amefunga mabao 4. Halafu ametoa assist 2. Kachangia mabao 6 kati ya mabao 18 waliofunga Yanga kabla ya mechi yao ya nusu finali waliocheza dhidi ya JKT Tanzania. Ambao unaweza kaona 33.333 to infinity, hazina mwisho. Around 33% ya mabao yote waliofunga Yanga kwenye kombe la shirikisho mpaka kufikia nusu finali, yeye amehusika. Kwa maana ya yale mabao 18 waliofunga akiwa ameruhusu 2. Lakini kwenye nusu finali dhidi ya JKT Tanzania, Stefan Aziz Ki akawa miongoni mwa walioanza kikosini. Kama ulivyotoka kuzungumza, safari hii alikuwa amevaa usinga,
alicheza mpaka dakika 73 akatoka, akaingia Stefan Aziz, akaingia Clatous Chota Chama, wakati ambao alitoka yeye na Mzize, akaingia Chama na Pacome Zouzoua dakika 73. Kwenye mechi hii peke yake Yanga walipiga mashuti 16. Kwenye mashuti 16 walipiga Yanga 10 yamelenga shabaha, wakafunga mabao mawili. Tunakumbuka vizuri bao la Dube, bao la Mudathir Yahya Abbas. Mashuti aliyopiga yeye mashuti matano aliyopiga, mawili yamelenga shabaha. Haya mashuti alipiga dakika 21, alipiga dakika 28, alipiga dakika 50, alipiga dakika 53, alipiga dakika 63. Unaweza kaona kwenye mashuti waliopiga Yanga nilotoka kutajia 16, yeye amepiga mashuti 15. Umeshaona? Lakini kwa mabao 6 aliyochangia mpaka sasa kwenye kombe la shirikisho, maana yake mchango wake wa mabao ni 30% ya mabao yote walifunga Yanga kwenye kombe la shirikisho, na sasa wako finali. Huyu ni Stefan Aziz Ki akiwa uwanjani. Mbali na mabao na assist zinazotoka kuzieleza, Stefan Aziz Ki ni mzuri katika kuvuruga safu ya ulinzi ya timu pinzani, kwa sababu ana uwezo mkubwa wa kudribble mipira, kupiga chenga, mashuti kutoka mbali ambayo huachanganya makipa, wakati mwingine akitema mipira wenzake wanamalizia. Lakini pia Stefan Aziz Ki ni mzuri kwa zile tunasema off ball movements, mikimbio ya bila kuwa na mpira. Kwa hiyo haishangazi kuona anahusishwa na dili linatajwa la zaidi ya bilioni 1. Ni mabilioni, ni mamilioni ya maelfu ambayo tunaikoti kwenye billions of money ya uhamisho wa kutoka Yanga kwenda katika klabu ya Wydad Casablanca ambayo inakwenda kushiriki michuano ya klabu ya FIFA ya dunia kule nchini Marekani kuanzia Juni 15. Kwa hiyo watamisi nini kwenye eneo la kuchezea? Nadhani kocha Hamdi Melud, unaona kabisa kwamba kwenye eneo la kuchezea kwa Stefan Aziz Ki kuna kitu atakimisi, kwa sababu amekuwa miongoni mwa wachezaji bora sana, wachezaji funguo ndani ya kikosi. Basi mzee Dato, kwa hiyo unaniambia hapo Man City wajiandae na mwamba Wagadugu? Kama dili hili litakuwa la kweli ninavyoelezwa, ni dhahiri sio tu Man City, yeyote atakayekutana na Wydad Casablanca, basi Stefan Aziz Ki anaweza kama miongoni mwa wale ambao watakaoleta usumbufu akiwa kwenye kiwango chake bora. Mbwaduke Stats, Sport Next Level.